Waandishi wa habari, nimewaita hapa mahususi kabisa kwa ajili ya kupata nafasi ya kuzungumza na makocha wa timu zote mbili na wachezaji waandamizi kuelekea mchezo wetu wa siku ya kesho, ambapo ni kilele cha wiki ya wananchi. Na kwa kuanza, tunao wenzetu hapa wa Bandari kutoka Kenya. Tunaye coach Kennedy Odhiambo, lakini pia amekuja sambamba na Captain Dennis G. Tutaanza kumsikiliza kocha, baada ya hapo tutakwenda kumsikiliza captain. Coach, karibu sana Tanzania. Nashukuru sana. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai kuona siku nyingine, na namshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kuweza kunifanya nikaweza kujuana na wageni. Kwa ndugu Waislamu, asalamu alaikum. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kuwa hapa na natumai tuko hapa ili kuweza kutii mwaliko ambao tulipata kutoka kwa klabu kubwa, klabu ya Yanga, ambaye naweza sema kwa sasa tunajivunia kuwa mandugu, kuwa marafiki, kwa sababu kutokana na kukuza vipaji uwanjani pia mnakuza viongozi. Mkikumbuka kuwa kuna mchezaji mmoja striker Mkenya ambaye aliwahi kuchezea Yanga, Boniface Ambani, ambaye ndio rais wa timu ya AFC Leopards nchini Kenya. So ni jambo kubwa, ni jambo ambalo hatufai kuchukulia rahisi. So nashukuru sana. Tueleze maandalizi yako sasa kuelekea mchezo wa kesho kwa Bandari. Unajiandaaje mchezo? Kwanza mechi ya kesho tunachukulia kwa umuhimu zaidi. Ni mechi nzuri, mechi ambayo tutaitumia kujaribu wachezaji wapya, mechi ambayo tutajaribu kuja na formula mpya ambaye tutatumia katika michezo ya kwanza ya ligi ambayo inaanza tarehe 21. So mechi ya kesho ni mechi kubwa sana kwa Bandari FC, na natumai kuona vipaji vipya ambavyo tumevisajili. Ukiangalia kuna wachezaji kadhaa tuliachana nao ambao wamejoin vilabu kadhaa nchini Kenya. So mechi ya kesho si mechi tu, ni mechi ambayo ya kujipima nguvu na kuona kufikia wakati huu wiki ya 6 kwa mazoezi tumefikia wapi, na ni wapi tunafanya vizuri na ni wapi tutazidi kufanya marekebisho. Asante sana coach Kennedy Odhiambo kwa introduction nzuri na majibu mazuri. Nakaribisha kwa maswali ndugu zangu waandishi wa habari kwenda kwa mwalimu. Karibu. Klabu ya Yanga ni timu kubwa kama tujuavyo, ni timu ambayo Afrika imekuwa katika knockout stages. Timu ni timu kubwa, tunaheshimu, na ukiangalia kwa sisi tunakuja kama unajua kucheza na underdogs, pia unafaa ujipange, kwa sababu ukiangalia michezo iliyoisha achana, timu kama Madagascar wengi wako wanachukulia kwa uzito, but baada ya mechi ndio watu walijua kuna timu ndogo ambayo inaweza fanya vizuri. So sisi tunaheshimu sana, tunajua wana wachezaji wazuri, wachezaji ambao ukikaa vibaya wanakupanish. So tumejiandaa vilivyo, na nilianza kwa kusema, nimesema kuwa si friendly tu, ni mechi ya kujitayarisha kwa mechi yetu ya kwanza ya ligi kuu ya Kenya ambayo inaanza wiki ijayo. Asante coach. Swali la pili kwa coach kama lipo. Karibu. Sasa kwa sababu tuko live, ulikuja hapo ulizie na kipaza hiki wa watazamaji ambao wanafuatilia live hapo kwa Azam Sports, wasikie pia na swali. Hapo swali. Mwalimu, karibu Tanzania. Kama nilivyosema hapo mwanzoni, kwa mechi ya kesho si mechi ya kirafiki tu, mechi kubwa kwetu, na ukiwa na zaidi ya mafans 60,000 inamaanisha of confidence, na wewe kama mchezaji lazima uwe mtulivu sana. So mechi ya kesho tumekuwa tukijiandaa vile tutaikabili, na tunajua kesho jambo la kwanza ni kufresh mashabiki, la pili pia ni kusoma plan, la tatu ni kuweza kumaliza ile shughuli ambayo tulianza wakati wa pre-season. So ni wiki yetu ya 6, na ukiangalia kesho ndio tutajua mbivu na mbichi.
Kiswahili kigumu lakini najaribu. So nashukuru Mungu na najua mashabiki watafurahia kesho. Asante kocha. Kuna swala la mwisho kwa kocha kama lipo? Hakuna. Tutoe nafasi kwa nahodha wa kikosi cha Bandari Dennis Njii aweze kuzungumza maandalizi yao kwa upande wa wachezaji. Karibu kwenye tamasha kubwa la mpira. Tuambie kwa upande wa wachezaji sasa, maandalizi yenu yako vipi kwenda kwenye mchezo wa kesho? Asante sana kwa kualika katika Yanga Day, na nashukuru kwa na wachezaji wa Bandari wako ready sana kwenye game ya kesho, kwa maana ni kwa wengi nafasi poa sana kuonyesha ubora wao kwenye mchezo wa mpira. Na vile kocha alivyosema, timu yetu ina wachezaji wengi waliosajiliwa huu msimu, na kesho ni siku ambayo kila mchezaji anaingoja sana kwa hamu kuonyesha ubora wake kwenye mchezo wa kesho. Sawa. Swali kwa nahodha, karibu. Kweli mchezo wa kesho ulivyosema utatazamiwa na watu wengi, na kwanza sisi wachezaji wa Bandari cha muhimu sana kufanya vizuri, kuchezea Bandari vizuri. Alafu kama naamini kwamba ukicheza vizuri, ukichezea timu yako vizuri, kama kuna mtu ambaye alikuwa anaangalia hapo nje, then ni plus kwako. Kama utaweza vizuri kutumikia timu ya Bandari, utaonekana hapo. Duke, kweli Duke mchezaji wa nyumbani na mchezaji mwenye tajriba ya juu sana. Tumemuona juzi pia alipokuwa kuchezea timu ya taifa ya national ya Kenya. Mchezaji mzuri, but pia sisi tutajitahidi sana kwa maana yeye atakuwa akicheza Yanga na sisi tunachezea Bandari. So washambuliaji wa Yanga tunamjua kama Boeli, kuna Mzize, kuna Duke mwenyewe umemtaja, wachezaji wazuri sana. But kesho natumai kwa pia sisi tutafanya vizuri ili kuwakabili. Asante. Swali la mwisho kwa captain, karibu. Sisi kama Bandari, vile nilivyosema hapa, tuna game plan yetu kutoka kwa coach, na vile umesema hao wamekuwa wakipatana na timu za hali ya juu kwenye mchezo wa Champions League. Sisi bado hatujakuwa pale Champions League, but vile mwenzako alivyosema, kuna watu wengi watakuwa wanaangalia ule mchezo. So natumai kuwa wachezaji wetu kutoka timu ya Bandari watakuwa na hiyo hamu ya kuonyesha pia sisi tuna belong hapo na naweza cheza hiyo level ya juu. Asante sana captain na coach. Captain, nashukuru kwa mkutano mzuri. Tuendelee na maandalizi sasa mengine kuja kwenye mchezo. Ndugu waandishi wa habari, timu ya Bandari inafanya mazoezi yake ya mwisho leo uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 1 kamili jioni. Kwa hiyo tutakutana nao pale kwa ajili ya training ya mwisho. Thank you very much coach. Shukrani. Asante. Baada ya kumalizana na kocha na nahodha Bandari, moja kwa moja tunaungana sasa na kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans Ruben Falls na nahodha Bakari Mwamnyeto kusikia pia maandalizi upande wa Young Africans Sports Club kuelekea mchezo wa kesho.